Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu mtazamaji wa Markaz An-Nur Online TV. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 na tunakuletea habari njema kutoka katika eneo la tukio. Kama unavyoona hivi sasa, mafundi na wasimamizi wako kazini wakimwaga zege kwenye kituo chetu cha Markaz An-Nur Nyawera. Hatua kwa hatua ndoto yetu inatimia. Endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa video hii kuona harakati ya ujenzi namna inavyoendelea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabisa tunakupongeza na tunashukuru kwa kufikia hatua hii kubwa. Unaweza kutuelezea leo tuko katika hatua gani hasa ya umwangaji wa zege na ni sehemu gani ya jengo inafanywa kazi leo? Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa kweli kwanza nashukuru kwa kuwa mmeniuliza hii swali. Hii zege unaona tunatia hapa iko kama ndio zege ya mwisho. Ndio maana tunatia juhudi kubwa sana hapa. Unaona kalite ya gravier kwanza umeiona iko kama vile ndio kuwezeka ya mwisho hapa. Tunapongeza Waislamu kwa kwa kweli. Ilikuwa siku nyingi tufanye hii kazi, tunaona wamejitahidi, wamekuja. Kazi vraiment inaenda vizuri na mimi nafurahi. Hii zege unaiona hapa ndio kabisa ya mwisho. Ndio ya mwisho hapa, tunawezeka kabisa msikiti wetu itakuwa ndio mwisho kabisa. Kituo hichi cha Markaz An-Nur Nyawera kikamilika ama kikimalizika kitakuwa na faida gani kubwa katika jamii ya Uislamu hapa mjini kwetu Bukavu na maeneo jirani? Kituo hiki walilahi alhamdu kitakuwa na faida nyingi. Katika pointi za faida ambazo itakuwa kwanza na faida ya kielimu. Markazi hii itakuwa na masomo kama yanavyokuwa yako, lakini yataendelea na yatakuwa plus moderne kuliko zamani walilahi alhamdu. Yani itakuwa na faida ya kielimu, pia itakuwa na faida ya kidini, kwa kuwa itakuwa ni markazi ambayo italea Waislamu kwenye itikadi iliyokuwa nzuri, itikadi iliyokuwa sahihi, itikadi ya salaf. Na pia markazi hii itakuwa na faida nyingine, faida ya ekonomi. Upande wa uchumi pia itakuwa ni markazi ambayo itakuwa na faida kubwa sana, kwa kuwa ndani yake kuna vitega uchumi ambavyo vinaweza vikapeleka jamii mbele na vikasababishia mujitamaa wetu wa Kiislamu kusonga mbele zaidi ya vile ulivyokuwa mwanzo walilahi alhamdu. Kazi hii ya kumwaga zege inahitaji nguvu zaidi na rasilimali nyingi. Je, umepokea haje ushirikiano kutoka kwa waumini leo, na una ujumbe gani hasa kwa wale ambao bado hawajachangia katika kujenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala au kufika hapa kwenye ujenzi huu? Kwanza tunawashukuru wote ambao walioshiriki pamoja nasi katika kuendelesha jengo hili kwa mchango wao wa mali na nguvu na fikra. Na pili, bado tungaliki tunapendelea kuendelea kuwaomba, kwa sababu hatujafika mwisho. Naomba tuendelee nao vizuri katika kutusaidia. Kwa yoyote ambaye atakayekuwa na msaada, anaombwa alete hapa Masjid Nuru katika markazi yetu hii ili kuweza kumalizia kazi. Na kila yoyote ambaye atakayeona kwa jicho la nafasi ambapo tumefikia, nafikiria inshallah atasema kweli hawa waliosimamia jengo hili wamefanya kazi. Tunamwomba Mungu atuwafikishe katika jengo hili tulimalize kwa usalama na amani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unajisikiaje kuwa mmoja wa watu waliojitolea kwa hali na mali leo katika kumwaga zege kwenye kituo hichi cha Markaz An-Nur Nyawera? Kwanza alhamdulillah, namshukuru Allah kuwa miongoni mwa watu wenye walishuhudia zege zote za msikiti huyu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na leo tuna mwanga zege ya mwisho katika msikiti huyu. Namshukuru sana Allah. Na ni kitu gani hasa kilichokusukuma kuacha shughuli zako za leo na kuja kumwanga zege? Kitu ambacho kimenisukuma mimi ni katika hali ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si chengine, na kujumuika katika yale ambayo yatakuwa ni akhiri kwetu hapa duniani na kesho akhira insha Allah. Tunataraji khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tunataraji malipo kutoka kwake. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.